inashangaza. Zelensky asema Trump anamshinikiza kupita kiasi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kila aina ya tukio la kimataifa. Usiku ulikuwa mzito juu ya anga la Kiev. Taa za jiji zilimulika barabara zilizochoka kwa miaka ya vita, huku upepo baridi ukipuliza kwenye madirisha ya jengo la urais. Ndani ya ofisi yake, Rais Volodymyr Zelensky alisimama kimya, mikono yake ikawa ameikunja kifuani, macho yakitazama ramani iliyoning'inia ukutani. Kwa miezi kadhaa dunia ilikuwa ikisikiliza kwa makini sauti kutoka Marekani. Sauti ya Donald Trump ilikuwa miongoni mwa zilizovuma zaidi. Kauli zake zilizungumzia kumaliza vita haraka, kupunguza mzigo wa Marekani na kuweka masharti mapya ya msaada. Lakini kwa Zelensky maneno haya hayakuwa tu siasa, yalikuwa na uzito halisi juu ya mabega ya taifa lake. Katika mkutano wa faragha na mshauri wake, Zelensky alivunja ukimya. Alibainisha, tunashukuru msaada, alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti zaidi, na hakuweza kusukumwa kufanya maamuzi yaliyodhoofisha mustakabali wao. Kauli ambayo ilienea duniani maeneo mengi. Wengi waliiona kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Trump, wengine waliona kama msimamo kwa taifa lake uliochoka lakini lisilotaka kusalimu amri. Maelfu ya kilomita mbali, mijadala iliendelea katika kumbi za kisiasa, kwenye vyombo vya habari na katika mikutano ya kampeni. Lakini kwa Zelensky jambo moja lilikuwa wazi: siasa za kimataifa zinaweza kubadilika, lakini mzigo wa kulinda taifa lake usingeweza kuwekwa mezani kama kipande cha karata. Hapa ndipo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaendelea kupata mashinikizo makali kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump katika kujaribu kupata suluhu ya vita vya karibu miaka 4, akisema ni jukumu la Kiev kuhakikisha mazungumzo haya yanafanikiwa. Zelensky katika mahojiano yake na tovuti ya Marekani iliyochapishwa siku ya Jumanne pia alibainisha mpango wowote unaoitaka Ukraine kutoa eneo ambalo Urusi haijaliteka katika eneo la mashariki la Donbas unakataliwa na wa Ukraine ikiwa utapigiwa kura ya maoni. Baadhi ya mambo aliyaeleza Zelensky. Alisema sio haki Trump kuendelea kutoa wito hadharani kwa Ukraine, wala si Urusi kufanya makubaliano katika kujadili masharti ya mpango wa amani. Trump amependekeza mara 2 katika siku za hivi karibuni kwamba ilikuwa ni jukumu la Ukraine na Zelensky kuchukua hatua ili kuhakikisha mazungumzo hayo yanafanikiwa. Alibainisha ni vema kwa Ukraine ije katika meza ya mazungumzo haraka, na hayo ndiyo aliyowaambia.